السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. Tumshukuru Allah, tumtakie rehema na amani bwana mtume Muhammad. Naam, aya ya kwanza Allah anasema, enyi mlioamini mcheni Mola wenu kisawa sawa, yatekelezeni vyema maagizo ya Mola wenu kwa kushika maamrisho na kuacha makatazo. Nimeomba katika mbele la dini, salama yenu ni kuyaishi maisha ya dini mpaka pale roho zitakapoagana na viwiliwili mfe aliyekuwa mpo ndani ya imani. Aya nyingine nasema, enyi mlioamini mcheni Mola wenu na semeni maneno ya kweli, jipambeni na tabia njema, kuweni wa kweli. Kwa kufanya hivyo mtatengenekewa mambo yenu, Allah atawasameheeni dhambi zenu na mtasali maisha ya janna. Aya hizo zimekuwa ni sunna kufungua katika vikao vingi vya Mtume sallam, lakini moja ya eneo aya hizo zilikuwa haziachwi ni katika hutuba ya ndoa, kuwakaribisha wanandoa. Karibuni katika maisha ya ndoa. Maisha ya ndoa ni fursa ya kumcha Allah kisawasawa. Kwa watu gani? Kwa watu wenye takwa, watu wenye hofu ya Allah na watu wenye tabia nzuri, wa kweli. Maisha ya ndoa yanataka ukweli. Kwa hivyo kama tunakwenda kwenye ndoa kwa matarajio, wanawake wako tayari kuaga familia zao, ndiko huko walikokuwa wakilishwa, wakivishwa, wakitibiwa, leo wanakuja kwenye maisha ya ndoa. Na sisi tunawaona wanawake wengi tunawapita mpaka tunamtokea huyo tuliyemchagua. Sasa shida kubwa, hizi ndoa zimekuwa zina scratch. Lakini katika miongoni mwa matatizo makubwa ambayo yanatesa umma leo ni wanandoa kuvamiana. Wanandoa hawafahamiani, wanandoa wanavamiana. Wanaume bado hatujawajua wanawake na wanawake hamjatujua. Lakini leo tutachungulia kidogo kona ya kibiolojia, kona ya kimaumbile. Qala Allah Ta'ala: ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allah atqakum. Enyi watu, Mola wenu nimekuumbeni kutokana mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, na nikakutawanyeni mkapatikanika mataifa makabila, fahamianeni. Mbora katika ninyi ni yule mcha Mungu. Kwa hiyo kufahamiana ni moja ya ishara ya ucha Mungu. Allah anataka tufahamiane maeneo matatu. Kwanza, wanaume tuwatambue wanawake. Lakini pili, tufahamiane katika kona ya kimataifa na kimakabila. Nitagusa kidogo tuseme ya kwanza. Kwa nini Allah anataka wanaume tuwafahamu wanawake? Kwa kuwa mfumo wa maisha ya ndoa, sisi wanaume ndio tunaoanzisha maisha ya familia. Kwa hiyo tuna kila sababu dereva atangulie kujua chombo kabla ya kukiendesha. Lakini ninyi wanawake pia mnapaswa mtujue sisi. Kwa hiyo tufahamiane, both sides, pande zote mbili. Naam, kwa nini tutaingia kwenye mahusiano ya ndoa? Itakuwa tabu sana kama dereva hajui chombo. Okay, mwanamke ni kiumbe wa namna gani? Enyi wanaume, kao chetu hiki, hebu iangalie ndoa yako. Unamjua mkeo wewe ama umemvamia? Usitafute huruma ya watu bwana, pole, wanawake ndivyo walivyo. Kumbe wewe umevamia kenge. Unatakiwa mjue mke ni nani. Naam, kodi ya kwanza, mwanamke cha kwanza. Wanawake ni viumbe
ni ishara maalum kwetu wanaume. Allah alipomuumba Adamu na kumkamilisha, kumweka peponi, akaamka akamkuta kiumbe, nani wewe? Mimi Hawa. Lengo, nimeumbwa ili nikutulize. Allah hakutumia malighafi nyingine ya udongo kumfinyanga Hawa, bali amekuja kumchomoa katika mbavu yetu ya kushoto ya juu, na ndiyo iliyopinda. Kwa hiyo kupinda ndilo umbile la wanawake. Kwa nini kachomolewa kwenye mbavu yetu ya kushoto ya juu? Ili tupate kulandana, tupate kuendana. Kwa hivyo tunamwangalia kiumbe mwanamke, tunaiona nakala yetu, tunaiona kopi yetu. Ukimpiga mwanamke unapiga kiungo chako. Ukimnyanyasa mwanamke unanyanyasa kiungo chako. Sisi ni wao na wao ni sisi. Jamii iende mbali sana. Lakini kodi ya pili, mwanamke ni kiumbe wa namna gani? Ni kiumbe wa mfumo. Ipo mifumo wanadamu tunashare, lakini kuna mifumo mingine tata na ni pekee kwao tu, wao sisi hatuna. Kwa mfano, kuna mfumo wa kupumua wote tunayo. Mfumo wa usagaji, umeng'enyaji chakula wote tunao. Mfumo wa kusikia, mfumo wa kuona. Lakini kuna mifumo hii ipo kwa wanawake peke yao, sisi kwetu haipo. Miongoni mwao mfumo wa hedhi. 2, kuna mfumo wa ujauzito. Mfumo wa 3 ni mfumo wa kunyonyesha. Lakini 4, kuna mfumo maisha ya mwanamke baada ya kukoma hedhi. Huyu anakuwa ni mwingine, anabadilika. Haraka tu. Qala Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Wanakuuliza Mtume sallam kuhusu hedhi, waambie huo ni uchafu. Jitengeni, kaeni mbali na wanawake wanapokuwa katika hali hiyo. Neno adha katika kamusi za Kiarabu limepata tafsiri nyingi. Moja, adha kidonda, adha uchafu, adha maumivu, adha kero, adha usumbufu, adha kuto kujisikia vizuri. Neno adha linachambuka. Kwa hivyo hao wanawake tunaowaoa wakija mikononi mwetu, kuna mara wakipita katika hali hii wanakuwa na maumivu, wanakuwa na usumbufu, wanakuwa na kidonda, wanakuwa na jeraha. Tunapaswa tujue. Sasa usije ukarudi huko unamkuta mtu kachenji, vipi wewe ulitakaje? Ujue tayari mfumo natumikia mfumo. Unaona Kwa hiyo usipate tabu sana. Kwa hiyo hizo ndo hali ambazo tusipojua haya, kitakachotokea tutashtukizwa katika mahusiano. Utaingia kwenye mahusiano, mtu anapita kwenye hali hizi, wewe kuandaliwa wewe. Unaona kama wewe anaigiza, anasumbua, mbona simuelewi, mbona ananizingua? Wewe ndio unajizingua. Unaona Lakini mwanamke anapokuwa katika ujauzito, anapata mtikisiko, afya ya mwili mpaka na hisia. Mwili wenyewe kibiolojia, inawezekana wengine wakiwa wajawazito wanapendeza sana, na wengine wakiwa wajawazito mvuto wote yaani ujauzito unaondoka na mvuto, anakuwa kama tena anayovertake hata katuni. Unashangaa. Kuna mwingine anaita unapenda kila wakati, lakini kuna mwingine anakufukuza sura yote kama vile tafadhali nipigie. Unaona hayo ndo mazingira. Sasa tunajifunza kwamba kumbe wanapokuwa katika hali ya ujauzito, wao ni tabu juu ya tabu. Unaona wanapata mtikisiko mwili, akili. Unaona anaweza akakuchukia tu, sikupendi, akikuona na kuchukia tena, anaweza akakuomba hata talaka, nipe talaka yangu. Akikuona mbishi anaongezea maneno. Kwanza kwa taarifa yako, ujauzito hujaweka wewe, kuna kidume kimeweka. Unasemaje? Hujasikia? Sasa usipomjua unaweza ukambutua. Kumbe mwenzako mfumo. Anatumikia mfumo. Unaona mwingine anaumwa tangia mwanzo wa ujauzito, ni kuumwa tu. Wewe mtaji wako wenyewe kuungaunga sokoni, mara kalazwe inatakiwa laki, mara 50,000, mpaka unakaa chini unasema kama ndio hivi, hii balaa hii. Ndio maana huyu akija kusikia mtu anambia bwana fulani anataka kuoa, utamsikia matatizo hayo. Kwa nini? Tulikwenda kwenye ndoa kwa miemko ya tamaa tu ya jambo fulani, tulikosa maandalizi ya kisaikolojia ili tuyakubali haya mabadiliko. Kwa hiyo tunashtukizwa, mioyo inashindwa kukubali. Lakini mfumo wa kunyonyesha, mambo matatu mwanamke anayapitia. Kwanza, mapenzi na mume yatashuka. Allah anamjaza moyo wake mapenzi sehemu kubwa, ili ampende mtoto, amkumbatie mtoto, akonsentrate na mtoto, ampe muda mtoto.
Kwa hivyo unatakiwa ujulijue hili, sio unaweza siku hizi nakuona siku hizi uko bize na mtoto. Acha bangi wewe. Ulipaswa ujue haya, sasa hivi ndio tayari muda wake. Jambo la pili, zile ratiba mlizozizoea za kawaida ndani ya nyumba, ufuliwe muda fulani, upikiwe, hazitaenda kama zamani. Unaona kwa nini? Yawezekana usiku kucha huyu amelala, akulala mtoto analia. Sisi wanaume huwa tunalala, mara msogeze mwanao nilale. Ama unakwenda chumba kingine cha pili, lakini yeye they always spend nightless sleeping. Wanakesha bila malipo. Sasa ule muda wa asubuhi unataka wewe huduma fulani, mwenzako analala, utaanza kumbughudhi na kumwona kama mvivu, aeleweki. Hapana. Huu ni mfumo. Lakini sura ya 3, huyu mwanamke atapunguza kiwango cha kujipamba. Tutegemee hayo. Kujipamba kutapungua. Kwa sababu mtoto anamshughulisha mno. Anaweza akajipamba, mtoto akamwagia haja kubwa, au akamwagia haja ndogo. Kwa hivyo anakuwa muda fulani anachelewa, yani hawi active kwenye mapambo. Usimlaumu. Huyu anatumikia mfumo. Je, wanaume wangapi tuna taarifa hizi za kutosha? Wapo wanaacha wanawake, lakini ukiangalia visababu vingine havina hata mantiki. Ni kwa sababu kwamba madereva wamevamia chomo kabla ukijua hawa ni vihio, hawana leseni hawa. Unaona Lakini mfumo baada ya kutoka ujauzito, mfumo baada ya kutoka hedhi, baada ya kukoma hedhi, wengine kuanzia miaka 45, wengine 50, mwanamke anakata hedhi. Anapokata hedhi mwanamke, ni kwa maana ule wage au lile joto la tendo la ndoa linafanya nini? Linapungua. Kitaalamu ukichukua kalenda ile 14 ya kwanza inaambatana na siku za hatari. Yai linataka lirutubishwe siku ya 13, 14. Mke anakuwa na hamasa sana kutaka tendo la ndoa. Lakini 14 ya pili inakuwa sasa inatakiwa ujue yuko 14 gani. Sasa mwanamke aliyekoma hedhi vipindi hivi hana. Unaona Kwa hivyo inatakiwa tumjue. Sasa inawezekana unataka upeleke moto sana, mzee anaona kama unamsumbua, nawe unakuendekeza. Ule jambo lingine. Huyu mfumo sio yule tena. Kwa unatakiwa ujue. Ndio maana tumepewa fursa kuongeza wanawake 2, 3, 4. 3 tumeambiwa tuwe watoto bado kidogo wage huko juu. Hilo sio ukaanzisha kiamulaili usiku bila kupenda. Unaona Kwa hivyo huyu ndo mwanamke, picha ya jumla. Hii ni picha ya jumla kiumbe mwanamke. Je, wanaume wengi tunajua wanawake? Kwa kumalizia tu sasa, asili za kuumbwa. Asili ya kwanza ya mwanamke ni kutii. Umbile la mwanamke ameumbwa kutii. Akilikataa umbile hili, lazima lete fujo kwenye mahusiano. Wanaume tunatoa maagizo, wanawake wanatakiwa watii. Kiongozi unapotoa agizo ni kwamba upate mrejesho. Serikali ikisema mifuko ya plastiki mkome, hamna anayetumia. Wote tumeshika adabu, tumeelewa. Tujaelewa. Tumeelewa. Mamlaka. Mume naye ni mamlaka ndani ya nyumba. Anatakiwa aheshimiwe. Uwe na power, ukitoa agizo ijabu ivaliwe. Darasani mke aende. Sitaki utoke, asitoke. Sitaki ukae kuongea na fulani, anaacha. Huu ndio wanaume huu. Sasa bahati mbaya wanaume wengi badala ya kuwa watawala tumetawaliwa sisi. Tumepigwa mbele kamba, nyuma kiboko, tunapelekwa kama ndama tunamna hii. Unaona Asili ya mwanamke ni kupokea maagizo. Asili ya mwanamke, wanawake mnalijua umbile lenu. Yaani nyinyi mnatakiwa mpokee maagizo. Fasalihatu qanitatu hafidhatu lilghaibi bima hafidhallah. Mke anatakiwa apokee maagizo, ndio umbile lenu. Lakini 2, wanawake wanapenda kuhurumiwa. Wahurumiwe kulingana na hali wanazopitia, hali za hedhi, ujauzito, wahurumiwe, wawekewe watumishi kiwezekana, tuwasaidie kazi ndogo ndogo. Haya ndio alikuwa maisha ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu ndio kiumbe mwanamke. Tunamjua kweli mwanamke au tumemvamia? 3, mwanamke anapenda sana, asili yake umbile lake, anapenda mwanamume mwenye kumhudumia. Liyunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi. Kila mwenye majukumu, waume tumewajibishwa na sheria kuhudumia chakula chake mke, mavazi yake, tiba yake, mahala pake pa kulala. Haya ni majukumu yetu. Kila mwanamke anakuwa na hisia kwenye moyo kwa mume provider, mtoaji, kama alivyosema mwalimu hapa mume karimu ambaye ni mtoaji. Kwa hiyo nafasi ya kuuchuma moyo wa mke ni kutoa. Leo bahati mbaya wanaume wengi badala ya kuhudumia wanahudumiwa wao. Tuwauliza wanaume, mnalishwa? Kwambia maweza gani hayo?
Watu wataka mseleleko. Lazima uchuke afu unalalamika, mwanamke hata asikii bwana. Hela una kenge wewe. Tumwombe Allah atupe hela jamani. Hatari sana maisha. Unaweza kukusaidia watu, unasajiliwa hela laini unapiga wengine. Hatari sana. Okay, lakini tukimalizia tu kwamba viumbe wanawake wanamuelewa mume mwenye mapenzi. Asili ya mwanamke ni kupendwa. Fankihu ma tawabalaku, waoweni wanawake kwa mujibu wa sifa zenye kuwavutia. Kwa tafsiri ya jumla, waoweni wanawake mnao wapenda. Kwa hiyo kupenda ndio sehemu ya umbile la mwanamke. Tuwafikie kwenye kodi yao. Hii ndio asili ya mwanamke, kupendwa. Fanya mambo yatakayotafsiri mapenzi na sio kusema, anataka aone vitendo. Umeona? Tenga muda. Mpe muda mke. Msifie, amekupikia chakula kizuri, amejipula, amechora vimba vitatu kapaka lipshine akipiga kama indicator. Mwambie unanivurugaje? Anakuambia na bado. Sasa mtu anakuambia unanionaje kama nyani juu ya mti? Unamchanganya, unamtoa kwenye ramani. Asili ya mwanamke ni kusifiwa, kodi hizo apendwe, tuwekeze. Lakini vyakula vitatu tusivisahau. Mlishe masikioni kwenda kwenye moyo, mlishe mdomoni kwenda tumboni, na chakula cha tatu namlisha katikati ya miguu mingapi? Miwili. Unajua sisi wanaume tuna vichwa viwili, tunatakiwa vishirikiane. Unaona? Na wenzetu wana midomo mingapi? Kichwa kimoja kinakuwa kingine, yani kuna chanja na cha juu kichwa. Na midomo kuna mdomo na yani midomo ile. Toka yote ishibe midomo. Nimeleka. Sasa ukishibisha midomo vizuri lazima ushimike. Sterling hadi mwisho wa nini? Hadi wa picha. Kwa hivyo wanawake wanataka wanaume wenye mapenzi. Sasa mapenzi neno pana, mwalimu anapita vya kutosha, mimi nagusagusa tu. Wekeza kwenye moyo, jua vitu gani mke anapenda, mfanyie kwa uzuri. Fanya mambo kwa uzuri. Mwenyezi Mungu mzuri na anapenda vitu vizuri. Tufanye mambo kwa uzuri. Kama ni kumbusu mke, mbusu kwa uzuri. Sio hapana. Unalitengeneza ukilipua mpaka moyo nao unafanya nini? Unashtua hata kama una mapengo hivyo hivyo. Jikoki. Unaona Lakini wanawake ni viumbe wanaohitaji sana mapambo. Mioyo yao imeinamishwa kwenye mapambo. Mapambo wanatakiwa wajipambe ili waendelee kuwa hewani. Sasa usivione vinaelea, vimeundwa. Kwa hiyo unda mkeo. Kuna watu wana kazi ya kutamani wanawake wengine wakiona barabarani. Lakini wao wanawake zao wazuri ila wanawafuji huduma ndogo, kaacha mchele na vinyamanyama. Nishakunulia mchele, unataka roho yangu. Huyu anataka mapenzi boya, wewe unatuangusha. Hiki ndio kikao cha wanaume. Hiki ndio kikao chetu hiki. Tusafety jamani, tubakie kwenye group yani. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.